17. Hii madhabahu imefanya kazi kubwa sana. Juzi nilikuwa ninacheka. Nitakuambia ndio ucheke sana. Kuna mtu atasomea Madam Yeremia 17. Umepata? Anza hapo moja. Nataka nikuweke busy. Dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma na kwa ncha ya almasi, imechorwa katika kibao cha moyo wao na katika pembe za madhabahu zenu. Na wakati huo watoto wao wazikumbuka madhabahu zao na maashera yao karibu na miti yenye majani mabichi juu ya milima mirefu. Mlima wangu wa uwandani, nitatoa mali zako na hazina zako zote ziwe nyara, na mahali pako palipowainuka kwa sababu ya dhambi katika mipaka yako yote. Naam, wewe nafsi yako utaachana na urithi wako niliokupa, nami nitakulazimisha kuwatumikia adui zako katika nchi usiyoijua. Maana umewaacha moto katika hasira yangu utakaowaka milele. Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Hapo anasikia sana. Amen. Shida ya mwanadamu, kitu cha kwanza kabisa amemwamini mwanadamu mwenzake. Hata kero anayekuwa amiri anafikiri hiyo ndio itamlinda. Na hiyo ndio unakuta mwanadamu ama watu wengi wa Mungu saa hii wanateseka wakiwa wanaitwa majina ya Mungu. Haleluya. Siku moja nilikuwa nafundisha hapa kiuliza maswali kwamba utakuta mtu ameokoka sana na naomba, anafunga na kuomba sana. Si ati aombi mtu si kwamba hafanyi kazi ya Mungu, anafanya sana. Lakini ukirudi hapo nyuma, Biblia inasema kwamba dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma. Kaunga. Acha turudi sasa kwa Mtaita. Kaunga ya Mdavida. Hii ni ukoo ya Yuda. Sasa uko Mdavida. Hii ni mji ya Yuda. Wewe ni Mtaita. Sasa tunaondoa nini? Tunaondoa Yuda. Tunaweka hapo Taita. Ambapo inasema dhambi ya Mtaita imeandikwa kwa kalamu na chuma na almasi, imechorwa katika kibao cha moyo wao na katika pembe za madhabahu zenu. Haleluya. Sasa kama mwanadamu pale mbele, kitu kinatutesa ni shida ya mababu zetu. Na kama babu zetu waliweka ile miungu na wakategemea hiyo miungu, ndio wanategemea hizo mizimu sasa. Na wanapozitegemea, watu wote wao walikuta watu wanachinja,
watu wanakula get together zao, watu wanashangilia, watu wanaabudu, wanakunywa pombe zao, wanafanya nini, lakini wanaambiwa ni Mungu. Haleluya. Wanaambiwa ni Mungu. Na kwa sababu wakati huo njia ya Yesu haikujulikana wala haikuwa imekuja, watu, Biblia inasema kwamba walikuwa ni wajinga. Kwa hiyo hata vikachinja, vikalomba Mungu, kama ni mvua amekosa, mvua itafanya nini? Mvua itanyesha. Lakini Biblia inasema nini? Kwa wakati ule, wakati wa ujinga, Mungu alikuwa anaona, anasema kama hazioni. Lakini sasa inatakiwa kila mwanadamu aweze kutubu. Hiyo ndio sasa problem iko sahihi. Sasa wewe ulionyeshwa kwenda kuomba kwa muumo, kwa mfu, kwenye mafumbamu humu. Wale watu wako chini sehemu za huko kwenye mafumbamu Lambei. Sehemu za huko kwetu kwa Dibanga weke makazi nyama Dibanga weke. Wanaendaka kufanyia mikutano yao kwa Mlamba, kwa Mbuyu. Hata kama ni mbuzi wanaenda kuchinjia hapo, wapige ngoma zao, wafanye nini. Sasa walipokuwa unakuwa, ulikuta watu wakifanya nini? Wakiombea pale na ngoma zao, wachinje, hata waende na pombe zao, waende wadase. Na kwa sababu watu walikuwa wameamini, pengine umekaa miaka mingi, kabona muda wanakaa miaka mingi usiologuye, wengi wa Mlambeni ama wengi wa Mbangeni, wengi udedesho au kwa lelo kindo, uchulo mandaga chofi, basi akitoka tanda pata mwanamke si ameamini. Sasa Biblia inasema nini? Inasema katika madhabahu zao waliamka wakijua madhabahu hizo ndizo Mungu. Na zilipoanza kuwatesa, wakaanza kuitana wachawi. Au mko bado wangania basa. Na siku moja nilikuwa nazungumza hapo. Kama wewe ni mtaita na kwa dawa kwa pengine beni mkala kwa mfano, hakuna dawa ya beni mkala ya beni kwa mfano ya beni mwamburi itakuja kukoroga ikushike. Ile dawa ambayo ya ile ukoo inajaribiwa na ile ukoo. Kama nanipata. Na hata mtu anayekuambia pengine ni shangazi yako anakuambia usikenda ina memwana wao roho. Ni wale. Unapata? Ni wale. Kwa sababu yale madhabahu ni moja. Sasa wewe usipoelewa mambo yao na huwezi kuamini neno la Mungu kama hujajua njia za shetani za kukutesa. Kwa nini mbona kawaida? Haleluya. Taona ndio kawaida. Na siku moja nikiwa ninahubiri na roho, Mungu akawa anafanya kazi kubwa sana. Mungu anafanya kazi. Lakini kwa sababu ndio hapo madhabahu ndio ninaifundisha na watu hawaelewi wala hawajui. Kwanza wanakuona wewe uko kinyume ya Injili. Lakini swali langu nilikuwa nauliza, wewe ndugu wewe mchungaji mkubwa, mwanafasia. Mwanizana makanisa kutoka Naroko ya chini huko juu wapi? Rift Valley oseka mkono kwa. Sawa. Na lulu fugalo lofumia. Ndugu. Hii ni mapepo. Haleluya. Lakini Biblia inasema pale chini kwamba wakati ya madhabahu zao zilizokuwa katika miti mikubwa, kina babu zetu waliabudu katika hizo miti, na wakaweka watoto wao na wajukuu wao na ng'ombe zao na mifugo zao na biashara zao na kazi zao zote wakaweka wapi? Hapo. Na kwanza unaona saa nyingine anafundisha mpaka naangalia, nasikia uchungu kwa moyo wangu, kwa sababu
watu wengi, angalia watu wengi waliofanya kazi Mombasa. Watu wengi tu waliofanya kazi Mombasa. Wengine wamefanya Mombasa, wengine wakati kwanza wala wa mbele ilikuwa East Africa. Wengine wamefanya Uganda, wengine wamefanya wapi, wengine wapi. Lakini angalia maisha yao. Kama waliondoka, angalia watoto wao. Kacha siga kata kazo kwa baba nyinyi mbele kaya ngo sifani mwana. Uko gani garage ya Benz? Hata unastu. Benz. Alikuwa na gari 3, hata ingine ndio hiyo hapo. Kwa sababu zile madhabahu bila wewe chukama kama tunasikizana. Wakati huo watoto wao wazikumbuka madhabahu zao za maashera. Wakati huo watoto wao wanakumbuka madhabahu zao za manga. Maana kwa manga kwa nenda kuotea hicho kaje kwamba manga kwa mzuri. Hasa ukimweleza mtu mambo ya Yesu, wakati madhabahu itaanza kumkula. Kama ni ng'ombe ikule imalize, kama ni mbuzi ikule imalize, kama ni kuku ikule imalize, kama ni watoto wabakizo mansoro. Sasa mimi nilikuwa namzungumzia huyu ndugu tulikuwa naye hapa. Paka mimi nikashangaa, jamaa amevaa smart kweli, very smart. Ndio bwana, nilikuwa na gari 2 zangu zenyewe. Tunaona huyu bwana tawi. Nimefundisha mpaka naona yeye anataka kutokwa na machozi. Nimemfundisha mambo ya madhabahu sana mpaka akaelewa. Kumbe ndio madhabahu. Tuko nilikuwa na magari. Nikitoka kiingia na hii, kutoka na hii, ni ile mimi nataka. Na kwa sababu alikuwa na pesa, pana nunua magari za race. Nunua gari ya gari shima mafuta ikeboro uko na pesa. 504. Alikuwa anakunua mafuta sana. Bwana Yesu. Lakini ananiambia na alikuwa anafanya airport ya Mombasa. Nanipata. Lakini kwa sababu madhabahu haya ukisoma kwamba wanakumbuka madhabahu, watoto wanakumbuka madhabahu zao, za ashera zao, wanakumbuka za manga wao. Maana yake manga bedene kuna kazi roho Mungu wa mzuri. Lakini taro magari kwake Bwana Yesu. Na kwa mzuri. Kama ni wanawake kwa badilisha sangu. Si mzuri. Halo? Kama ni wanaume, mwanamke anabadilisha wanaume kama nguo. Si mzuri. So alipiga mzuri. Lakini tulipofundisha na akaelewa akasema, kwani tulikuwa na ng'ombe nyingi. Sejiro ng'ombe la varie. Hatuamini. Haya. Nikaona mambo yameharibika. Nilega kazini mwenye ile mzimu haiwezi kukubali. Sangine ulienda kwa kanisa ukaenda kaombea. Ile mzimu inakwambia futa kazi. Futa kazi. Kwa sababu bwana kwenda chila. Na ile mzimu haitaki uchile. Anacheza. Na alipoanza nakutaka hata boma nyingi sana. Mwanamke anakaa namna hii kwa sababu madhabahu za kwao zile zinazungumza usiolewe mbali. Wana wazee wakishakunywa pombe hivi na biadasa. Mwambele risende kula. Vaibi abangu wa ng'ombe. Tabore risende kula nyanya kafu ya nyanya. Hai. Woko aleta bada. Hai. Na wakene na mwamini. Kwa pona nekuna natago idadi. Mbona ganya kafu isikenda kwa. Sasa unakuta mimi sangine nazungumza kama mambo ya madhabahu mpaka na siku moja tulienda
Shaga wasichana 10 boma hawakupata kijana. Wanametameta hivi kama nini ngeko maruga Uganda wangu ambogo. Umekana Nairobi zo ndizo umeshijua. Ndizi namna, lakini inang'aa kama imewekwa dawa, kama sijeka kwa rangi. Lakini wale wasichana hawaolewi. Sio kama nalipata. Ile mbenge ya kwao iliwekwa wasiende mbali. Wanazungukia tu hapo. Hakuna, hata walisoma wamesoma mpaka university, mpaka chuma college, sio mpaka wapi. Hata huko kwa college hawezi kupata mtu ambali. Umdu upata aganwani wakavumu sita sana. Hata nichi mzedu ya na kumwanasha ohe. Ya tanibeni loholo wa nyaka vuzi. Sasa tunakata. Kumbe kuna uzi iliwekwa. Usiruki ile uzi. Ukipata mwana ya mbali wezi ka. Hata uweleo kutoka uweleo Kisumu. Kulala. Kwa dalo ngeta mundu wa Josa, kwa dalo da Josa, ngeta mugange kwa dalo kwa mugange. Hata kwa Kisumu. Hakuna siku utaota kwamba uko Kisumu. Utakuwa ukiota kwamba ufagia mbele, kwa hiyo nasari. Na ngubere ndijarakala na sabata. Ichi ya green na ichi ya nyekundu. Na uko Kisumu. Hakuna siku usipopata mafundisho ukatolewa Taita ukapelekwa Kisumu. Hakuna siku. Maana nafsi yako ilikuwa imeshikwa na maendeleo ukakogewa. Sisi kwa ba area babeteseka na kumunka ka Kisumu kwa babeteseka boko. Sisi kwa hapo bandu beko bikilombia na chumbi na kumunka ka Kisumu kwa balomba chumbi. Kwa nini unaona hata wasichana wetu wengi wameolewa Kisumu? Kitu. Lakini bila kuvunjwa madhabahu bado wako na shida. Tulikuwa na ulimkutana na mwingine kwa kitani. Ili mwanadamu nishugo kumbe bwana madhabahu nada wanyoro watasikati ni kwa ndio hizo. Na usipovunjwa madhabahu wasichana wako wakiolewa, kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho inaonekana wewe bado hata ndio kuna nyo kingia kwa Biblia. Biblia hapo chini nasema Bwana asema hivi, amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Haleluya. Kwa hivyo unapoona watu wote ambao wanategemea mtu, kwanza kama watu wanategemea gati bado kavu bende vilombelo bende letambe na vimveoga. Sasa unajua hapo hakuna Mungu. Haleluya. Hapo hakuna nini? Hakuna Mungu. Na ngoma ndukukane kwa kile kwane kwa chumbiche leta. Hiyo roho itakuingia na utakosana na mchungaji. Na itakufanya uone hakuna kanisa lolote lililo nzuri. Isharo ya kuja kabisa. Na watu wengi ni wale maagenti wa kutesa kanisa la Mungu. Kwa hivyo nabii wa kutesia lakini wako kwako. Hakuna siku taamini Mungu. Mimi hata naulizaga watu. Kutoka umezaliwa. Si ulikuwa unajua Sunday school? Sasa kama saa hii, yaani tuulizane maswali. Kutoka uko shule mpaka saa hii umefika kama ndugu kwa fikiri mekeli. Saa hii kuna mikanga. Sasa kwa Bwana Mungu ni mkubwa. Na hebu
angalia hiyo miaka yote Sunday school, na bado ndikuone mnyango na bado ndikuone mnyango waloli kwa kwenda mlunguni. Unafikiri kitu rahisi? Yaani umetoka kwa sababu pale watu walikonektiwa na Mungu, na mtu, na mwanadamu. Boma nyingi zilikuwa na miungu. Boma nyingi tedeka na milimu. Kwa kizungu inaitwa idol. Milimu. Unanipata? Sasa hizo miaka zote na mali sasa wewe umefika. Unafikiri kama si Mungu umekuja ukang'ang'ana, unafikiri watoto watajua hiyo nchi ama wajukuu? Hakuna. Unaona mtu ameenda mpaka amefika mzee na